Jamani, habari zenu? Hivi na mimi niulize, unajiandaje na ibada? Yes. Siku moja kabla ya ibada au wiki moja kabla ya ibada ni kusanyiko la watu waaminio. Kufanya ibada ni kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Wewe na Mungu. Sawa? Tukiendelea kwenye vikao vyetu hivi vya kidunia hapa, tunakuaga na agenda meeting, right? Sana unaenda kumwasilisha nini kwa Mwenyezi Mungu? Je, ni shukrani? Je, ni maombi? Je, ni sala? Je, maanisha unawasilisha hoja za kikao chako. Kwa sababu unamuita aje kwenye kusanyiko lako. Kikao changu cha wiki hii au cha siku hii ninaenda kukutana na Mwenyezi Mungu kitahusu nini? Jiandae kwenda kwenye ibada way better ibada tunayopaswa kufanya. Kila la heri. Shosti! Tusemezane. Jamani, habari zenu? Hivi na mimi niulize, unajiandaje na ibada? Yes, unajiandaje na ibada? Je, ibada kwako labda ni siku yote ile ambayo unaendaga aidha kanisani, aidha msikitini, lakini unajiandaje na ibada? Je, unaandaa siku moja kabla ya ibada au wiki moja kabla ya ibada? That matters a lot. Ibada watu wengi tunafuata kama ni utaratibu ambao umewekwa kutokana na dhehebu au dini ambayo tunaiamini, si ndio? Lakini pia tukirudi kwenye maandiko, ibada ni kusanyiko la watu waaminio kwamba kwa imani moja, yani kwamba kama tunamwamini Mungu kwa imani moja, tukikusanyika pale, tukusanyikapo Mungu naye yupo. Hiyo ndio imani. Lakini tuanze kwa mtu mmoja mmoja kabla ya kwenda kwenye kusanyiko. Tunapaswa kujiandaa na ibada kabla ya siku husika. Sio kwa sababu ni utaratibu uliowekwa, ni kwa sababu tunapaswa kujua nini tunakitaka kwenye ibada husika. Kwa nini? Kwa sababu kufanya ibada ni kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu inamaanisha kwamba tunaenda kwenye uwepo wake kutokana na makubaliano tuliokubaliana kwamba jamani, sisi tutakuwa tunakutana kila Jumapili, kila Ijumaa, kila Jumamosi, kila Jumatano, you mention it. Lakini tunabidi twende tukiwa tunaamini kwamba tunatakiwa tufanye hivyo. Lakini wewe kama individual, wewe kama mtu binafsi, inakupasa ujiandae na ibada. Inakupasa ujiandae kabisa na ibada, kwa sababu unaanza kusema nini unachokitegemea kwenye ibada husika. Achana na kwamba wewe nitakutana na mhubiri naye nitaka au nini, hapana na hivyo. Yaani wewe kama mtu msika, wewe unataka kumpelekea nini Mwenyezi Mungu? Nini unataka kwenda kuwasiliana na Mwenyezi Mungu? Ibada ni kama kikao wewe na Mungu. Sawa? Tukiendelea kwenye vikao vyetu hivi vya kidunia hapa, tunakuaga na agenda meeting, right? Kwamba tunataka tuende kwenye kikao, tunaongelea mapato na matumizi ya kikao. Sasa wewe unaenda kukutana na Mwenyezi Mungu, unataka kuongelea nini na Mwenyezi Mungu? Yaani hiyo siku unaenda kukutana, unaenda kumwasilisha nini kwa Mwenyezi Mungu? Je, ni shukrani? Je, ni maombi? Je, ni sala? Je, ni nini? Baada ya kikao kile ambacho unaenda kukipresent, inamaanisha ndio unatoa shukrani yako ambayo tunasema ni sadaka na kadhalika. Au sometimes hata huna hizo sadaka, lakini imagine ibada ni kama kikao unachoenda kukutana na Mwenyezi Mungu. Kila wakati unapofanya ibada inamaanisha unawasilisha hoja za kikao chako. Kwa sababu unamuita aje kwenye kusanyiko lako kwamba tunakuita Mwenyezi Mungu, nina 1 2 3 nimeandaa ibada yangu, nataka nionane na wewe. Alafu ile siku anakuwepo kukusikiliza wewe unachotaka kusema. Sawa? Ndio maana ya ibada. Hiyo ni tafsiri fupi na nyepesi ya kujua ibada. Kwa hiyo kila unapojiandaa kwa ibada, hebu jiulize kwamba kikao changu cha wiki hii au cha siku hii ninaenda kukutana na Mwenyezi Mungu kitahusu nini? Nini nataka nikiseme? Nini dhamira ya kile kikao? Ukiweza kufanya hivyo, inamaanisha utakuwa unajiandaa na ibada way better kuliko mazoea. Kwa sababu vikao havizoelekaji. Si ndio? Vikao havizoeleki kwa sababu inategemea na agenda itakayokuwa mezani. Imagine unaenda kwenye kikao ambacho unajua kabisa kwamba umemess around na una hukumu, una HR pale kwamba yupo, inabidi uongee na HR utetee position yako. That is how we gonna go to the ibada. Assume going to ibada kama unavyoenda kwenye kikao. So jiandae kwenda kwenye ibada way better kuliko unavyofanyaga maandalizi ya kufanya presentation ya vikao vyako. Kwa nini? Kwa sababu hivyo tafsiri ya kwenda kukutana na watu na kuambia you are in a way, unapeleka idea yako, wazo lako unataka lisikilizwe, ndivyo hivyo kwenye ibada tunapaswa kufanya. Kila la heri. Shosti! Tusemezane.